tumepata sauti hiyo. Zaka amezungumzia mechi ambayo mashabiki wa Simba na wanachama walienda kufanya fujo kwa mwenyekiti wao. Hivi mwenyekiti wakati alikuwa Dalali, kufanya mambo yao juu ya bati. Mechi ya Simba na Azam, lakini amezungumzia hapo issue ya zile bato za uwanjani. Kisa cha tukio la Emmanuel Okwe na Morris ni moja matukio ambayo yanakuonesha kwamba mechi ya Simba na Azam sio mechi nyepesi. Sasa tutazame huu mchezo wenyewe. Sasa tulikuwa tunazungumza hizi mechi mbili, Singida dhidi ya Simba. Faida ambayo Azam wanaipata ni kupitia kwa mwalimu Ibenge. Huwa ni mwalimu ambaye anafanya rotation kwenye kikosi. Sasa pamoja na kwamba tunazungumza Azam wana sare hizo ni sare 7 sare 8 hizo sare ambazo wamezipata, still huoni kama Azam inakuwa ni timu ambayo imetetereka sana kwenye kiuchezaji. Hata mwalimu anapofanya, mimi nilishtushwa na Azam kule Mapinduzi Zanzibar, ana kikosi ambacho alifanya, kikosi ambacho walikiweka mbele ya Simba na alipata matokeo. Kuna kitu wanasema ile ilinishtua kidogo, vijana wadogo lakini generator. Moja ya sifa mwalimu mzuri ni kuimprove performance ya wachezaji. Sawa? Yani baada ya huyo mwalimu kufika, wachezaji performance zao ziliongezeka kama zilishuka. Mwalimu mzuri ni yule ambaye wachezaji performance zao zinaonekana zinakuwa. Sawa? Lakini pia uwezo wa kutumia kile ambacho kipo. Wakati ule tukumbuke Azam walikuwa na wachezaji zaidi ya 4 wameenda kwenye michuano ya AFCON na kikosi cha timu ya taifa, si ndio? Taifa Stars. Lakini ndo tuliona kina Kibeku, si ndio? Kuna yule bwana mdogo Faisal na mdogo Faisal mmoja hivi basi tuliwaona hao wote wakiwa na walicheza vizuri. Akina Rame Kilawi ambao sio regular starter kwenye kikosi cha Azam, si ndio? Still waliendelea kutoa performance nzuri. Kwa hiyo ndo tunazungumza moja ya sifa ya mwalimu bora, kutumia wachezaji walikuwepo vizuri, lakini pia kuweza kufanya rotation ya kikosi, lakini pia kuimprove performance za wachezaji yes. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho kinaonekana. Tulikuwa tunazungumza mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, mwalimu alianza na Zidane. Kitambala bora anakaa bench. Sasa naomba utusaidie mechi 5 za mwisho za Azam na Simba, na Simba na Azam kukutana matokeo yake. Gita tunazungumza moja ya wachezaji ambao walifanya vizuri kwenye ligi ya Kongo, si ndio? Lakini mwalimu anaweza asianze naye na still timu inacheza vizuri. Sawa? Kwa hiyo ni moja ya silaha kubwa ambayo Azam wanayo. Wanaweza wakaenda na huo mwenendo wao ambao wako nao, kwa maana ya mwalimu akafanya rotation, akaenda kwenye mchezo dhidi ya Singida Black Stars, ukamuona Kitambala bora ameanza, Zidane asicheze, si ndio? Hao akina Sharafu asicheze na timu ikapata matokeo mazuri, si ndio? Wakaenda kwenye mchezo dhidi ya Simba, wakaona wale ambao hawakupata nafasi kwenye mchezo uliopita wakapata nafasi na timu ikafanya vizuri. Swala inakuja ni kwenye namna ambavyo unaenda kukutana na Simba ambao ipo kwenye fomu ya namna gani. Hii imekuwa ni moja ya kitu ambacho pia najaribu kuwaza. Ukiangalia kwa mechi 4-5 hapa za mwisho ambazo Simba wamecheza, kuna improvement inaonekana kwa kiasi kubwa ndani ya kikosi chao. Sawa? Na wachezaji wanahitaji kuonesha kwamba kwa kuwa sasa hivi tumeshaanza kujenga imani kwa mashabiki, inabidi tuendelee kuilinda hii imani, si ndio? Mwalimu Steve Barker amekuwa na kikosi ambacho kwake yeye pia kufanya rotation sio kwa kiasi kikubwa. Anazo option, lakini sio option ambazo unaweza kuzifanisha na ambazo mwalimu Ibenge anazo. Changamoto ni namna ambavyo Simba wanaweza kubato na timu ambayo inaweza kucheza tough game kwa dakika 90. Tazama namna ambavyo Simba wamesumbuliwa kwenye mchezo dhidi ya Pamba Jiji. Sawa? Pamba Jiji waliamua kutokuwa walikubali kimahesabu ya kwenye makaratasi utampa Simba kuwa timu ya kwanza, Pamba kuwa timu ya pili. Lakini Pamba waliamua kucheza dakika 90 zote kwa aina moja pia uchezaji. Yes, kwamba sio sisi kwamba tayari ilishatokea first half, labda tumetanguliwa goli moja, basi sisi tuende tukacheze tu kama timu ya pili. Hata walipokuja kupata bao, still ulikuwa unaona namna ambavyo Pamba walikuwa wanacheza, approach yao ilikuwa ni ile. Kitu ambacho kinanifanya huwa nawaza sana ni mwalimu Steve Barker ataweza kukabiliana na Azam kwa hizo dakika 90. Sawa? Kwa sababu kwa hiyo wewe una wasiwasi kwamba huenda Simba ikakata moto kipindi cha pili. Sio kukata moto. Hata mchezo dhidi ya Pamba sio kama Simba walikata moto, lakini hawakupata matokeo ya ushindi. Maana yake kuna zana watu wanasema bwana Simba haichezi
aicheze dakika zote kwa energy ile ile. Hapana, mimi nazungumza kwenye kitu cha mwisho, final result, matokeo ya mwisho. Kushikilia. Yaani kucheza kwenye hiyo energy sio swala. Mchezo dhidi ya Yanga ni game ambayo ni tough game kwa dakika 90. Kwenye matokeo ya mwisho sare. Namna alivyocheza dhidi ya Pamba Jiji, matokeo ya mwisho sare. Si unaelewa kitu ambacho nakizungumza? Angalia namna ambavyo ame-struggle kupata matokeo ya ushindi kwenye mechi dhidi ya Singida Black Stars. Unaenda kukutana na Azam. Maana ni mkubwa mwingine. Yes. Jembe Ulaya kwako Costa, labda mimi